Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao wafanye sio wapasa kufanya. Wafanye kitu ambacho haiko na wapasa kufanya. So huyo Mungu yuko na yeye katika ufahamu wako, hayuko tena. Kwa maana amekuacha unafanya vitu ambavyo mke wake aliyekukamata kwa jina la Yesu atakuachia tu. Amen. Damu ya Yesu inaenda kusafisha ufahamu wetu leo. Amen. Hey, waimbaji, hatutaimba katika hali ya kuchanganyikiwa tena. Jicho la utambuzi inaenda funguliwa. Hey, wafanye biashara, hatutauza katika ile hali tena. Tunaenda akapata jicho tena. Paulo akaanza kutembea kwa sababu alikuwa sasa ameshajua, ameishi katika hali ambaye sasa ni yake. Ile hatima ameingia sasa kwa hatima yake. Katika hatima yako anayekupiga vita ni shetani. Lakini wakati ambao unatembea katika hatima ambayo sio yako, anakupiga vita ni Mungu. Hey, haunaelewi? Sasa hivi ukianza kuchukua kitu ambacho si yako, anakupiga vita ni Mungu. Chochote ambacho kinaingia kwa mkono yako kisichotoka kwa Mungu si baraka. Hata kama ni pesa, hata kama ni gari, kama itoke kwa Mungu si baraka. Hey, si baraka. Si wote ambao wanakuja kwenye maisha yako wametumwa na Mungu. Kuna watu ambao wamekuja kwenye maisha yako kuangamiza kile ambacho kiko ndani yako. Hey, wakati ambapo kile ambacho aliharibu alimwamini, na baada ya kumwamini kusudi la Mungu ambayo ilikuwa ndani ya Samsoni kilikufa. Kuna watu ambao walikuja kwenye maisha yako, walikukaribia, wakakupatia ushawishi, kumbe lengo lao ni kufanikiwa kukamata ufahamu wako. Wamekamata 99% ya hatima ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Yesu anazaliwa, nyota yake inaonekana mfalme huyu, lakini kuna kundi mbili ambaye ilikuwa namtafuta Yesu. Kundi la kwanza ilikuwa namtafuta Yesu kwa ajili ya kumbariki, na kundi la pili ni kwa ajili ya kumwangamiza. So katika maisha yako kuna watu wawili. Kundi la kwanza ni watu ambao wameandaliwa na Mungu kuja kukuvusha kuingia kwenye hatima ya maisha yako, lakini kundi nyingine ni wale ambao wametengenezwa na shetani kuja kuangamiza kile ambacho kiko ndani. Hakuna wakati mwizi anaiba nyumba ambayo hakuna kitu. Hey, kuna siku nilikuwa hapa kusanya, mimi nakusanywa kwa nyumba kusanya. Hey! Hello. So mwizi hawezi akaiba nyumba ambayo haina kitu. Shetani anaweza kuona kuna kitu ndani yako akaiba. Nakwambia kweli, unaweza ukaishi katika maisha ambayo, lakini leo tunapoitumia ile tunafuanga, tunapaa damu ya Yesu tunapoyatumia. Wanakupiga vita kwa sababu waliona matunda kwako.